my co-host. I know you love him so much. The man from Mount Kenya, Meru to be precise. Show your love for the Katumbo guy. Give it up for MC Jesse. Right up on your feet. Let's go now. Show some love. Keep it together. What? Kitengela! Kuja mchache. Just the one. Fungua hii, fungua. Baba, fungua. Twende kazi chacho. Pigiza hadi twende chini. MC Jesse. Watu Kitengela vipi? Shika mwenzako mpatie ka high five, mwambie it's good to see you. Sasa mpatie ka high five ya juu. Ukiona inui hajanyoa nini? Mwambie anyoe sasa. Mambo. Kabisa. Mambo. Kabisa. Kitengela mkoaje? It's good to see you. Kama umekaa karibu na kadem kasupu sana. Kaambie unakaa poa. Na kama umekaa karibu na mwanaume wa power, mwanaume Hillary, ako na sideburns, handsome guy, mwambie nunua kitu my friend. Yeah, you cannot be handsome and broke at the same time. Asiendanishi ati wewe ni mwanaume unakaa vizuri, no hauna ene. No, you're supposed to have something, si ndio? Wanasichana wa Kitengela. Vile mnasumbuanga watu town. Ngienda kupanda gari railways. Utanaweza jua hawa ni wa Kitengela. Unampigia simu, anateremka hapo Moi Avenue. Ati, si uningoja, niko 110. Kumbe ni matatu za Kitengela ndizo number 110. But it's good to see you. Na huku nimefurahia huku. Every place ukitembea kuna nuka nyama. Na si nyama tu, nyama choma. Vitu za maana, mbuzi original. Si zingine tumezoea kukula hapo Kinona, Kiambu, Regen. Unauziwa mpaka unatafuna mpaka ndio unakumbusha wewe meza ukule ingine. Ni ngumu, ni Big G. Lakini za hapo unashika kanyama kashateremka hata kabla uchiu. Mbuzi soft. Mnafanyanga nini mbuzi zenu? Mnazipatia nini? Ati nini? Chumvi. Vumbi. Vumbi ya Kitengela. By the mkifika tao bado mnafikanga na hiyo vumbi? Ndio sababu railways rangi hazishikangi. Juu mkifika hapo wasichana wanashuka na mawivi. Wanaume wakifika hapo wakitingiza koti unadhani ni jogoo imefanya hivi. Kavumbi. Kakitengela ka white na mnajulikana. Ka white. Na pia wale wanatembeanga sana wakienda kupanda ma3 kana jichoranga hapa. Mkue mnapanguza hapa Hapa ndio naonanga wasichana gai tulifika town. Soja uko na brush. All right, right about now, ladies and gentlemen, all the way from Taita Taveta, wapi nuru ya Rashid Abdalla. Asante DJ. Amjambo jamaa. Angalia mwenzako muulize mambo gani haya. Leo nataka nizungumzie kitu kinaitwa jela. Jela ni nini? Kulingana na hilo jina jela inamaanisha jengo la adabu. Kwa hivyo ukipelekwa jela inamaanisha umeenda kurekebishwa tabia. Na nimegundua mtu akiwa jela ni vitu vingi hubadilika. Hata zile nyimbo alikuwa yaimba. Mfano mtu umeshikwa, ngoma zako zilikuwa zile za shigiribadi dang 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 dang. Unashikwa jela siku ya kwanza, siku ya pili nyimbo zinabadilika, unakuwa mtu wa Paulo na Sila waliomba. Na kama Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka,
Ina maana maombi ni kitu muhimu sana. Na hakuna mali nimeona kuna maombi kama Nairobi. Nairobi unatembea sokoni unapata pasta anaomba. Unatembea pale Archives kuna pasta. Ndani ya gari pasta. Na nimegundua hawa wa mapasta wa kwa gari ndio mapasta peke yake hushuka wakacha kanisa lao likienda. Acha tutoke huko kwa maombi, tulikuwa hapa kwa jela. Hakuna mtu yogopa jela kama mimi. Maki nakumbuka kuna siku mmoja alinishika. Akaniambia wewe kijana wapi kipande? Hiyo siku nilikuwa sijabeba kipande. Lakini kwa vile nilikuwa sitaki kufika jela, nilimtafutia hata kama ni kipande cha sabuni nikampatia mimi. Na kuna aina nyingi za jela. Kuna zile jela ukifika unaweza survive. Na kuna zile kuna mateso. Na kuna zile wewe unasikia kuna raha fulani. Mfano utasikia sijui Kakamega prison. Hiyo lazima pale kuna kusurvive. Manake ukiangalia hayo maeneo lazima kula ni vizuri pale. Alafu kuna shimo la tewa. Hiyo tewa sijui ni nini lakini ogopeni tu hilo shimo. Alafu kuna hii inaitwa sijui Kamiti prison. Inaamini kuna raha fulani manake Wameru hawaishi kuitaja. Unapigia Mmeru unamuuliza oya vipi bro form ni gani? Baba niko Kamiti bwana. Kana sika Kamiti bwana. Alafu kuna prison na kuna jela. Prison ni gani? Prison ni kama ile Vybz Kartel huko. Yaani tunajua wamepokonywa freedom lakini bado wako na freedom ya kutoa muziki. Na kwanza sasa hii ndio wazitoa mingi sana. Jela nayo ni gani? Jela naona ziko huku Kenya tu. Jela unaingia ukiwa mtu mzuri, ma makeup sijui vitu gani. Lakini venye jela itakutandika. Kwanza ukitoka jela si lazima utuambie. Unatoka tu mtaani tunakuangalia vitu tunajua ametoka jela huyu. Alafu wajua mimi nimwambia naogopa jela lakini kuna time nilitamani kushikwa. Sijui mlisikia ule wakati kulikuwa na story sijui kuna story mingi kuhusu sijui Hague sijui nini na nini nikatamani na mimi hiyo Hague niione. Maana kwanza nikagundua haiko Kenya na sijawahi panda ndege. Sasa nikafikiria je ningekuwa huko Hague ingekuwaje? Ati natembea kidogo namwona Uhuru huyu hapa. Naambia vipi bro? Yako isha lini? Usiogope mimi niko hapa hawezi kuambia lolote. Sasa waniambiaje niacheza mafegi hapo? Tuelewane hapa msicheke. Nimemwambia naogopa jela. Kwanza tuelewane, haya ni mawazo tu. Alafu pili sijataja mtu mimi. Mimi naongea na uhuru wangu mwenyewe najiuliza. Najiuliza hivi uhuru wangu weza nipa uhuru nivute hizi vitu nikiwa huko? Alafu mimi kuogopa jela siku zote nimekuja kunaswa juzi tu. After hizi sheria za magari sikose safety belt sijui na nini. Mimi nimetoka nyumbani ninakuja Nairobi najua mambo haraka haraka. Nishafunga belt yangu ya kiuno ninaingia kwa gari belt ya nyingine ya kazi gani? Nifika mbele basi si ninashikwa. Kupelekwa ndani ndo nilijua jela wacha itwe jela. Ushajiuliza kwa nini mtu ameshikwa leo kesho ametoka story ni jana nimelala ndani na the same person analala kwake nyumbani ndani siku zote lakini huwezi msikia akisema amelala ndani. Nilichojionea huko mimi ndo najua. Kwanza nilikuwa hapo nina usingizi nasinzia lakini siwezi lala. Nasinzia hivi kila nikiangalia kuna jamaa fulani mzito mweusi yaniangalia sura inatisha. Sasa pale ndo ilibidi nimelala ndani. Yaani nilala ndani kwa ndani lakini macho nilikuwa rada. Asanteni sana niiteni kijana mtanashati mfuata masharti Rashid Abdalla. Wapinduru ya Rashid Abdalla. Coming up after the break. Baka ukitaka kuitisha chumvi inabidi ufungue WhatsApp group na bibi yako.
The creators of Churchill Show present the Jamhuri Festival, an evening of love, laughs and music. Live, Pale KICC Comesa Grounds on the eve of Jamhuri Day, Tuesday 11th December. It's an evening of stars. Tickets at a Mwananchi price, VIP 1,000 and regular sitting 500 shillings. Get your advance ticket now. Dial *229*29# or at the KICC reception. Come, let's bring the Kenyan spirit alive. Since sote ni wa Kenya daima. Churchill Show's Jamhuri Festival on the eve of Jamhuri Day, Tuesday 11th December. Pale KICC. This place is so nice. The only thing I know ni pia ukosangi watu wa nyumba ya Mobi wako huku. Wengi walikuja kuuza 50 by 100, wamekwama huku. Wamejijengea sana. I can tell they are here. They are here. Nikiangalia naweza tell Masai wako wapi? Masai soba. Soba. Ni ya Kikuyu. So hao ni wasapere, but I can see some Kikuyu ladies here and even men. You know, I can tell from the face. Najua hawafungagi mdomo saa ile Jesse yako hapa kufanya jokes. Wananiangalia hivi. Ndio hiyo ile kada. Kada, mimi ni kada. Kada si ile ya music. Ati ndio ile kada. Wako hapa, I can tell. Kwa Kikuyu, you know they don't close their mouth. Sio shida yao, there is no word in Kikuyu that ends with their mouth closed. Kwa watu wanajiaga ateke haya, we besha. Unaitwa nani? Jenga. Uliza ta musicians wao. Unaitwa nani? Benny Gezai. One more time, ladies and gentlemen. Wapi Nuru ya Nazra? Saseni? Leo niko na jokes mingi, sijui nianza na gani? Ati ya vumbi? Sina joke ya vumbi leo, sasa acha nianze na hizi zingine. Akichu! Hii vumbi yenu pia. Hii vumbi yenu manze. Sasa sijaelewa ni kwa nini watu wakitaka kuimitate vile wa Somali wanaongea, unapatanga wanaanza kusema vitu hazi make sense. Yaani ukitaka kuimitate vile wa Somali wanaongea unaanza kusema bahali yake. Sasa mnataka kuniambia tangu nianze kuongea nilikuwa naongea hivyo? Mnatuonanga ni kama hatujasoma? In fact, there's a school in Mandera County that performed so well. Do you appreciate? At least hiyo shule imetufanya tukue na evidence that sisi ni watu tumesoma, tuko learned, yes? But now kuna kijana anaitwa Abdi, ni best yangu. Huyo tu ndo anaturudishanga nyuma. Yaani Abdi anatakanga kuja na kuongelesha kizungu, word ya kizungu yenye yeye mwenyewe hajui meaning yake. Alafu anakutranslatea na Kiswahili lakini ukiangalia unaona hazihusiani. Sasa akakuja akaniambia, Nasra, acha nikwambie kitu. Unaona ile mtu ile duka bale? Jungana na huyo mtu. Huyu mtu ni racist. Huyu. Jungana na huyu mtu sana. Wallahi namuuliza Abdi kwa nini? Wallahi huyu mtu ni racist. Hataki kusikia maneno ya Mungu. Sasa sisi wa Somali, by the way, the only language tunaelewa kabisa yenye tunapenda ni Kisomali. Kiswahili, English hizo hatuelewi. Kwanza baba yangu atakanga kusikia kitu inaitwa sheng. Na mimi ni mtu nimezoea kuongea sheng. Sasa siku moja nikampigia simu nikiwa na psych, nikamwambia, niaje buda? Kumbe sasa hiyo kitu ilimjamisha na yeye akijama aniteteshangia utetesha mama yangu. Sasa akapigia mama yangu, "Halo, hapo ndo madharau umefika? Unafunza watoto kuniita bunda." Alafu sasa mama yangu pia anakuanga mwingine. Mama yangu hajui Kizungu, but anapenda kuwatch news za saa 3. Alafu sasa yeye hata concentrate na habari yenyewe inasema nini. Anatakanga kuanalyze huyo mwanahabari. Sasa hiyo siku ilikuwa ni Mark Masai anatoa news, mnamjua? Sasa hiyo siku ni Mark Masai anatoa news. Mamangu akaanza, Nasra, acha nikwambie. Hii Kenya ukabila hata waisha. Yaani sisi anajaribu juu chini kumaliza ukabila, lakini huyu jamaa anakuja anatuelezea jina yake na kabila yake. Sasa kwani yeye, kwani anaambia sisi kabila yake? Ama amesikia yetu akijiita Lulu Hassan Somali?
Alafu sijaelewa ni kwa nini our Kenyan parents, especially our mothers, wakiona kamera, the first thing inakujanga kwa akili yao ni kuomba msaada. Yaani mama, unajua sasa mimi kama hii kazi nafanya ya comedy, mtu anataka tu kujua, majournalist wanataka kujua who is Nasra, background ya Nasra. Sasa journalist fulani wakakuja kwetu. Mamangu akaulizwa a very simple question. Mama Nasra, umefurahishwa na talanta ya msichana wako? Mamangu alianza tu vizuri, kafika mahali akaanza kuomba msaada. Sasa kwanza mimi amefurahi sana. Msichana yangu ameweka mimi mahali watu wanaona mimi ni mtu ya heshima. Na unajua zamani hata watu wa jamaa hako wanakubali mimi aongee. Siku hizi mimi ndio anafunga mkutano. Na mimi amefurahi sana na angependa kuambia Bwana Churchill, asante sana kwa kubatia msichana yangu kazi, lakini wewe ameniwachilia. Bwana Churchill, mahali yoyote yenye wewe hako, kwa moyo mkunjufu mimi anaomba tu wewe. Unajua Nasra si hajatoka kwa misitu, ako na watu yake. Sasa Bwana Churchill, naomba tafadhali ukuja hata ututembelee kijiji yetu, utujengee barabara, utuletee maji, utuwekee stima. Mako nashinda sasa hizo vitu zote anaomba ni za nini? Na unajua best yangu Abdi pia anakuaga na weakness. Kama kuna siku tulikuwa kwa class, mwalimu akamwambia, who can tell me who their favorite actor is? Abdi akainua mkono. Mahalimu, mimi anapenda Arnold Schwarzenegger sana. Mwalimu akamwambia, yes Abdi, can you now spell the word Schwarzenegger for me? Mwalimu, unajua mimi hata alikuwa anajesia tu wewe. Ile mtu mimi anapenda ni Osama peke yake. Asanteni sana. This guy is gonna love it. Show your love for one and only Captain Otoyo. Kitengela. How are you? How are you? I have just so nice to be in Kitengela. So nice to be in Kitengela, the land of the Maasai. Maasai, the people who kill lion for hobby. So nice to be in Kitengela. Maasais. Tunaonaka tu Nairobi mkiuza dawa na vibuyu. So nice to be here. Before I get started, I'll start. Before I get started, allow me to get a few things out of the way. My head is full of some stuff. Wacha niitoe, and then you can get started. Is that all right? Good. I left my mother's house in the 90s. So I went out and got my first house. Ya kukomboa. Bed sitter. For those of you who've never experienced bed sitter ni nyumba ambayo hauwezi ukapigana na bibi ndani. Kwa sababu mnaweza mkapigana, tai yanguke, ya mwage mafuta chini, mafuta ishike brangeti ipande na moto ishike kitanda, kidogo kitanda mumenyonya moshi, kidogo mnaungua, mnaanguka, mnakufa. Unanisika? Bed sitter ni ile nyumba ambayo mkikosana na mtu wako, unamwambia twende hapa nje tupigane alafu turudi ndani. Nyumba haijatukosea, ni sisi tumekosana. Unanisika? So I went to the bed sitter. I left my mother's house with a polythene bag ya yellow kubwa. Pande moja imechorwa kalenda, pande nyingine kuna mtu ana farasi. Unaijua Na nikabeba vitu zangu zote. Trouser 2 na shati 3 yenye madhendi alininunulia bado. Kuna utoto tunakuanga nayo. And I went to this house and I moved into this house and I'm there and it was big. Unajua ukitoa nguo zako usigongelee msumari kwa ukuta uzihang. Unajua hakuna kitu? Alafu nikaenda nikachukua box ya fridge kwa supermarket nikaeka chini. Hiyo ndio mattress. Alafu pillow yako ni ngumi. Unajua? Na maisha wanaume mnatoka bali. Kama ulianzia hapo piga makofi once. Yeah. Wanaume tunatoka bali. All right? And then that was life, and believe you me, a determined man is a determined man. Within 3-4 months, hako kanyumba ilikuwa nimekajasa kitanda mattress juu yake mitungi samaji 2 pale kando stove yangu na nimewekelea juu ya mesa. Suddenly my house was full. Nikaona hapa sitosei. Na nateseka kutembea kwa nyumba kwa bed sitter yangu.
Nateseka kupita nikasema lazima nihame. So I moved out of that house. That house was 350 shillings. I moved out. I went and got myself a 1-bedroom. I was man enough, yeah? 1 bedroom ilikuwa inaenda 1200. I went to a 1-bedroom house. Nikachukua vitu yangu yote, nikahama kwa ile 1 bedroom. Let me tell you. Unaona ile vitu ilikuwa imejaa nyumba. Yenye ilikuwa inanishinda mpaka nitatembea aje. Zilitoshea zote kwa bedroom. Sitting room ilikuwa empty. Jikoni iko empty. Unajua uko na jiko, uko na bafu, uko na zote hazina kitu. Vitu zako zote za bedsitter, umepata bedroom ni kubwa. Now, nikiangalia hii kesi ambayo inaendelea ya Otile Brown na Vera Sidika, sijui kama ni nyumba ndio kubwa ama ni vitu zenye umehama nazo. Ndio kidogo. Christmas is here. Ninainusa. Christmas ndio hii. Ninaiona. I can smell it. Watu wa town wote karibu wakuje hapa. Hapa ni ushago. Msijidanganye. Hapa ni ushago. Watu wanataka kutoka wote from January to November wamekuwa kichanga kukuja kuset standards nyumbani for 4 days. Tarehe 23, 24, 25, 26 Boxing Day watoke. Ameacha mpaka madhena madeni. Akirudi Nairobi kuhustle tena for another 11 months, all right? So, no, if you just want to know ni ushago. Hapa ni nyumba ambayo unaishi ukakuja kwa nyumba ya mtu na upate bado kuna album. Kama kwenyu kuna album, clap once. Hapa ni ushago. Hapa ni ushago. But album life was a good life. You know nowadays, you take your kids home for Christmas, kila mtoto ako na simu ama tablet. Wakisha salimia shosho na kukaa, na hata waitu shosho na kukaa, wanaitwa gooks na shos. Yeah? Wamekaa wote kwa maviti na magame, wanaangalia. Mtoto hajajua kuanza kuandika, hajajua shule na anajua kuoperate simu yako yote. You know? When album was the thing kwa nyumba, ilikuwa na raha yake. Unatolewa album chini ya mesa, siko album kibao. Kuna album ndogo ya watu wa bedsitter. Yenye ni kadogo, peji ni moja moja. Na hata una picha ya kutosha ya kuweka, kapicha kamoja unaruka peji 2 ndio ongeze picha, you know? Na kuna album ya wadosi, mrefu, iko na 3, 1, 2, 3. So hiyo moja inachukua picha ngapi? 6. Kwa sababu 3 pandi na 3 pandi. Kama siko mingi singine sina fichwa nyuma ya nyingine. You know? That is the album. Unaambiwa hapa ni akiingia standard 1, hii ni day 1. Hii siku alisumbua. Hii siku unajua alijikojolea tu baada ya kufaa nguo. It was nice. But things have changed. Sasa hizi picha mnapiga sinaingia wapi? Hakuna. Siko tu. Sijui sasa mtaonyesha watoto wenu nini wakati ambayo mtakuwa wasasi wa mashosho wa kutembelewa. Facebook, Instagram, Twitter. And Christmas was Christmas. Christmas is the only time ambayo ulikuwa guaranteed kukula chapati. Ulikuwa guaranteed kukula kuku. Ulikuwa guaranteed na vitu tamu. Siku hizi chapati imekosewa heshima. Unakuta Kitengela kwa stage, chapati inauzwa, inapigwa na vumbi. Chapati 10 bob. Chapati kitu ambayo ulikuwa unangojea Christmas. When Christmas was Christmas, likuwa watu wa Nairobi ndio watakuja nyumbani Christmas, wakuje na hizo vitu. Chapati, wacha tufanye Christmas shopping. Kama unaisa kuwa unakumbuka ulifanya Christmas shopping, mkitegemea ndugu yenu mwenye anaishi town. Alright? Likuwa hiyo ndio siku ya kupika chapati. Chapati ilikuwa inapikwa na unga moja tu. And that unga was? Alafu chapati yako sasa iko tayari, inaingia kukarangwa. Mafuta ya kukaranga chapati yako ilikuwa ni moja tu. Na hiyo mafuta ilikuwa ni? Watu wa zamani jipigeni makofi. Alafu mkunywe juice. Mkunywe juice. And there was only one juice. And the juice was? Mkimaliza kunywa hiyo juice, hiyo chupa inakuwa ya? Niko ushago. Kitengela, thank you so much. Asante. Thank you. Kitengela wewe. Ela suba.
Sorry. Sorry. Kitegera. Unajua hii area tumekaa hapa ndio kama Muthaiga. Ukitoka hivi unaanza kuingia Bakasi. Ukifika stage sasa huko ndio kameshikania kushikana. Nyumba ziko hivi, unaweza ingia kwa jirani. Unashindwa hii remote yangu imechange vipi? Gani? Kitegera. Men, you need to be very careful. Sai kuna mtu ulikuja ukiwa peke yako. Na your purpose here ni kujaribu kupigana na baridi ya hii dunia. Lakini let me assure you, angalia sura zenye unautisha namba. What do you want from us women? What do you want? Ladies, what do you want from men? Tulikuwa tumelala vizuri in Eden. In Eden. And I believe it was a Masai man. Alikuwa anaangalia wanyama na ipatia jina. Wewe utaitwa hivi, wewe. Ujiga yetu sijui inatokaga wapi. Mwanaume akajifanya ati ameboeka. Maze ningekuwa na kimtu hapa kingeweza. Na uko fiti kwa bed sitter yako. Bed sitter. Brother, unataka 3 bedroom, utateseka. Do you know how many men walk into their homes? Remote sio yako. TV ni yako. Remote sio yako. Siku hizi kwanza imeharibika kwa sababu ya watu wako kwa simu. Baka ukitaka kuitisha chumvi inabidi ufungue WhatsApp group na bibi yako. Umwandikie baby please abuju. Ndio akwambie abuju. Muulize kachumvi nako akwambie emoji ya kale kamutu kanakaga hivi. Ati aibu imemgonga. Hii ni aibu ya bibi. Ndio akule guy. So Ero alikuwa ameketi in Eden. Hakiwa amerelax. And I think they performed the first surgery. Unajua kuna hii kitu inaitwa unajua wanaume na tunaomba usiwahi jaribu kuenda kwa delivery room na mke wako kama anafanyiwa CS. Unajua kuna ile shindano wanadugagwa ndio you paralyze the lower part. Bahati mbaya hiyo anathethia. Sinaitwa anathethia. Kwani wewe unasikia inaitwa nini? Anathethia. Kwanza hao watu wanaitwa anathethis. They take longer to be in school just to cram that name. Anathethia. So mimi kama mgonjwa acha niite vile nataka. So do you know hiyo dawa ikianza kuwear off, unapataka bibi anaanza kuongea ukweli zenye haujui. Unashindwa kwa nini hizi vitu anatoa wapi? Ni za ukweli lakini amekuwa akinyamazia. Wanaume tafadhali usiwahi kanyaga huko. Jipatie shughuli. Fadhali uende benchmarking Machakos. Utarudi baadaye. Wakuambie vile kalinuka. So tukiwa Edeni tumerelax. Mkaogea na shetani. Tukajipata ije tunang'ang'ana na mijengo na hali ngumu. Kidogo Solomon alikuwa na wisdom lakini roho hakuwa akijua vile ataishika. Baka anajipata kwa bara, anaomba miungu ambayo sio yao ndio akuwe karibu na namba. Mkapatana na Samson. Kijana barubaru. Moran akafanyiwa nini? Akakutana na Wajiro. Nayo. Mtu alikuwa na shamba eka 200 Kitegela. Sahi haiko Roysambu. Anaishi kwa bei 6. Wajiro. Kidogo. Joy ndio huyo. Joy. Sasa sahi
Achana nao. Odile. Ati 10 seconds. Watu yangu, guy, unatutakia nini? What do you want with that? Mungu ni mama. Coming up after the break. How come you are independent and you are seated in the regular? The creators of Churchill Show present the Jamhuri Festival, an evening of love, laughs and music. Live, Pale KICC Comesa Grounds on the eve of Jamhuri Day, Tuesday 11th December. It's an evening of stars. Tickets at a Mwananchi price, VIP 1,000 and regular sitting 500 shillings. Get your advance ticket now. Dial *229*29# or at the KICC reception. Come, let's bring the Kenyan spirit alive. Since sote ni wa Kenya daima. Churchill Show's Jamhuri Festival on the eve of Jamhuri Day, Tuesday 11th December. Pale KICC. Churchill Show. In 1, 2, 3. Pole pole wa. That's up. Level 1, 0, trust. Mtu wako amekuibia pesa yako. Mmekutana town. Utafanya naye nini? Simu yako imeibiwa. Utaambia watu nini? Pasta. Sadaka imeibiwa. Na hao ndio watu ambao maashas wako nyuma yako. How do you deal with them? And I have a student here who brought the first student to bring a gold medal in Kenya. Yeah. This one. Wow. What's your name, sir? Abel. He brought 2 gold medals from Korea last month but 1. And also we have Gideon. Gideon brought 2 silvers. Wow. And bronze from Korea. 2 bronze from Korea. And also we have the girl that have never been defeated in all the tournaments she's been doing. Yes. As from 4 years back. Wow. She's called Angel and she's the best in Kajiado. Wow. Also the best in Kenya. Wow. Yeah. Congratulations. All right. Watoto wangu we. Kati ya Kitengela na Nairobi ni gani kubwa? Nairobi. Kwa nini Nairobi? Iko na park na State House. Iko na park na State House. Mpigeni makofi. President wa Kitengela ni nani? Ole Lenku. Kwa nini Ole Lenku? Kwa sababu yeye ndio governor. Wapi asi wewe tuendelee. Usema wako wema. Na sio kama najigamba. Unanitenda wema. Ati hapa ni wapi? Kitengela. Na hii ni Churchill's Corner. Yeah! Are you ready, Kitengela? I can't hear. Are you ready? Give it up for one and only Obinna. Let's go. Obinna, let's go. Obinna. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire.
If you're not responding, you're a devil worshiper. Holy Ghost! They are over here. Holy Ghost! Hey. If you know you are a man and you know that you have money, stand up, let these women see you. You know you have money. You might not have money here, but you have money somewhere. Maybe you have a land, maybe you're a landlord, maybe you're a caretaker. You have money, chairman. Stand up, let the women see you. We have 1 man, 2 men, 3 men. Are you standing? Are you sitting? Yes, that one has money, even his people know. So ladies, don't waste your time with those other men. You've seen the only 4 men that have money. Sit down. If you're a man and you know you don't have anything, you don't have money at all, please stand up so they can stop disturbing you. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies, you have seen the broke men, It's okay. You can sit now. If you know you are a madam and you know my sister, you have money. Maguta. You are driving a Harrier. You have a plot in Kamulu. My sister son of ladies men know that you have your own money now. Let them know you are independent, madam. Wait, there are no independent ladies here. Okay, there's one of them. How come you are independent and you are seated in the regular? It's okay. It's okay. If you are a madam and you are here and you know my sister, you don't have money. Stand up, let the sponsors support you. Sponsors, look around. See them. Birds of a feather. Go and hang around with your broke men. Let me tell you one thing, Kitengela. In a relationship nowadays in this era, money is not everything. Money is the only thing. I will repeat. In a relationship in this era, money is not everything. Money is the only. Have money in a relationship. You see the way your madam will treat you. 2 p.m. in the afternoon, she's calling you. Dude, hello, honey. She's even calling you honey. Hello, honey. I was just calling to check if you're ready on your way home. 2 p.m. You're like, no, babe, I'm still in the office. You know, I will come later. I'm like, okay, when you get downstairs, tell me so I come and bring you upstairs. Money. When you get home like this, chairman, when you have money late in the night, get there at 1 a.m. in the morning. Nobody has slept. The house help, your wife, the children, they are seated down. They are waiting for you because you have money. You just ring the doorbell once. Ding, ding. Everybody in the door. Daddy, daddy, daddy. They are hugging you. They are kissing you. They are removing your shoes. When you are sitting down, they are massaging you. They're like, how was your day? You've had a long day. Please, honey, we did not know which food you like, so we cooked everything so you get to decide. Hey, women can decide to treat you well if they want. Chairman, try and lack money in a relationship. The whole day you are in the office, nobody is calling you. At 6 in the evening when you are in traffic going home, you decide to call and check if your people are still alive. The phone will ring the first time, nobody will pick. The phone will ring the second time, nobody will pick. The third time they'll pick that one of, that phone is making noise. Let us just pick it so we get it over with. Just like, your madam will not even say, hello, baby. Then she say, You say, baby, how are you doing? How do you think I'm doing? When you don't have money, you're like, okay, I was just calling to check if you're still in the house. In the house. Did you leave money for me to go anywhere? You're checking if I'm still in the house. Useless man. And then they count the phone. You get home, 7 p.m., everybody's still awake. You knock the door once, nobody's opening. When you have money, knock the door the second time, nobody's opening. When you knock the 10th time, that is when your wife will tell one of your children, please open for that thing.
They are calling you a thing now. When the door is open, the child will not even say hi, daddy. The child will open the door and go back and sit down near the mother. You enter inside the house, you're concerned. You know when you're a man and you don't have money, you're humble. Eh? Women, you know them, eh? It's always, when you are the one on the rock, she's like, sorry, we can talk about it. It's not you, it's me. It's money. You sit down, you're like, baby, what's the problem, eh? Is everything okay? You know, I'm wondering, I'm coming, I'm knocking, nobody's opening the door. Is anything the matter? She'll tell you, knocking the door. You are knocking the door, you want to break it down. We are waiting for you to break it down since you're Yokozuna, useless man. When you don't have money, hey, these women are wicked. You sit down, you ask them, please, is there any, in your house, you're saying please, please, is there anything to eat inside this house? They will tell you, anything to eat. You left in the morning. You did not leave anything for money. You've come back now. You're asking for something to eat. There's something to eat. You are children. When you don't have money, hey, my friend, money is not everything. Money is... If you don't have money, don't quarrel with your madam. If you have money and you fight with your madam, she runs away and goes back to her parents' house. The minute she gets to her parents' house like this, her father will call you. My son, we are very sorry about what our daughter has done. We know we did not raise her right. It is not you, it is us. We apologize for everything. How can she confuse and bring you cold ice cubes, eh? She's a useless girl. In fact, she arrived here and the mother is on her way back to your place to beg for your forgiveness. My son, we are sorry. That is your wife's father. Miss money. Don't even quarrel with your madam. Give her 2 missed calls. She will go to her parents' place. 1 month, nobody's calling you. 2nd month, nobody's calling you. 3rd month, you decide to take yourself there to inquire. What is the problem? When you get there, the minute they just see you in the door. Hey, stop there! You useless man! You want to kill our daughter, eh? You have done our daughter in a punching bag, eh? You're slapping her with missed calls. You're slapping her. My friend, when you don't have money, you sit down like, hey, where are you sitting down? Please, collect your legs and return back to sender. Money is not everything. Money is... Holy Ghost! Kitengela, are you ready? I can't hear. Are you ready? The #1 artist right now in the country. I know you absolutely love him. Kitengela, show your love for the amazingly talented Naibo. Here we go now. What? Yeah. How you guys feeling tonight? Nimekula sembe. Jumba kachini niko nazi kwembe. Twende muliro tukunywe toku fanta. Chaki mwanaume nimekula. Baby don't nipe goody goody, hey. Baby don't nipe goody goody. Goody goody love, hey. Goody goody love, hey. Goody goody. Uko nyuma mambo vipi? Yeah. Na tuko tu pato kwa bosi kwa nini? Pull it DJ. Pull on, Naibo, Kitengela, what you say? Na tuko tu pato kwa ni boss. Say it one more time. Na tuko tu pato kwa ni boss. Thank you. Naibo, first of all, thank you so much for coming to Kitengela. By the way, he's been so kind and patient, very humble guy. Let's give it up for Naibo. Naibo, did you know by the beginning of this year you're going to be such a big star in Kenya, in East Africa? No, not really. Yeah. But just the belief and faith. Yeah. And the determination. Right. Yeah, led me here. Then your video that you even incorporated me 2 in 1. Without you knowing. Without me knowing. Yeah. So why did you decide to use all the celebrities? And it's so catchy, by the way. I just wanted to show guys that Kenyan artists are supporting each other. Right. They love each other. They listen to each other's music. Just to show unity and love for the Kenyan music industry. Great. Yeah. Are you thinking of doing any more collabos, other guys? Yeah. I've done so many songs with Mr. Fresh over there. Frasha, Nimkari. Yeah, so many guys. Yeah, so I just want to do more collabos with Kenyan artists. Who are you thinking about when you're saying Baby We're 2 in 1? Was it a specific chick? Yes, my wife and my son. Oh, your wife and your son. Yeah, This is your son. Yeah. What is his name, bro? My son is called Junaid. Junaid, wow. How old is he? Can you please help me say Junaid? Junaid.
Thank you. How old is he? How old is 6 years. 6 years. Yeah. Fantastic. Thank you. Amazing. All right. So shout out, and of course, yeah, I guess we're gonna do 2 in 1. If you know the song, please help me sing. Okay, let's write that. Let's finish. Hey! Let's go. Show. I want for the money. Whoosh. A night boy. Join me as I bring on stage DJ Queen Hero. 20. Say I wish ingekuwaga na mavumba kwa manoti ni kuonge vya thamani. Show us what you got. Niwe fundi wa kuigiza kakanumba. Masanja joti usiwe mbali. And of course DJ Queen. So you gotta stand up. You gotta stand up for DJ Queen. Everybody stand up. Everybody stand up. Everybody. Let's go. Wewe kila mtu simama. DJ Queen Hero from right here in Kitengela. Pulo. Hey! Watu wanenge twende. Thank you so much for watching the show. My name is Sleepy Devin and DJ Queen Hero.